sehemu ya thamani ya fedha zinazotolewa hapa, ili kufanya hizi kazi kuna makundi mawili. Kuna wale ambao wameshindwa kuelewa vizuri mfumo, na kuna wale ambao mfumo wamejifunza kwa spidi, kwa nguvu, wamejifunza mfumo kwa haraka, lakini wamejifunza ili watoe thamani ya ubora, na kuna wengine wamejifunza ili waweze kutumia mfumo huo kutafuta namna ya kuiba. Umeelewa? Yaani mtu anajifunza na anakuwa anajua na uelewa mkubwa ili aweze namna gani autumie mfumo kufanikisha malengo yake maovu. Sasa mimi nimekuwa nikikutana nao katika kazi, kutana nao kila siku, kwa sababu walichosikitika ni kwamba wakati wakijifunza kwa spidi na mimi nijifunza kwa spidi, tukawa tunaenda sambamba. Kwa hiyo hilo hatanisahau, hata nikiama watanikumbuka, au jamaa basi mchezo kwenye mfumo huo. Sasa cha kwanza nikutana na kundi la kwanza. Kundi la kwanza ile kukutana nao, waheshimiwa leo nijue, ilikuwa kundi la mwanzo kabisa. Kwa hiyo tumeanza tu mfumo pale. La kwanza tulikutana nao, jamaa walikuwa very fast. Walikuwa katika kwenye mfumo, walikuwa akitoa tangazo lake la kazi, hapo anamtaka mtu wake, ana select wale jamaa suppliers. Kwa hiyo ana select suppliers zake wawili ambao ana connection nao hapa mjini, alafu ana select mwingine Kigoma, mwingine Kibondo, mwingine Bukoba. Sasa wale zaidi hawaombi, sio kwa pale kazi imekuwa selected iko wapi? Hii kazi iko Mbeya ya milioni 20. Huyo mtu anaomba aombe. Basi jamaa baki wawili au mmoja ambao ni watu wake, anasonga nao mbele. Ile nafikiri walipiga kama mara 3 tu, mara ya pili kaona no, kabalie na tendo tano. Hii imesema inaishia hapa leo. Alafu na system ndani kidogo ikaanza kwa bana, inaanza kwenye clusters badala ya kwenda kwenye nani. Nadhani nilikuwa mtu wa kwanza kuiripoti PPRA kwamba kuna huu mchezo kuwepo rekebisheni. Nadhani nilikuwa mtu wa kwanza Tanzania nzima, nilikuwa wa kwanza kuripoti baada ya kuiona. Lakini waliniwezesha ndugu zangu hapa Mbeya kuijua. Kwa hiyo wamefanya kazi nzuri sana kwenye taifa hili. Wakatuwezesha kujua. ya pili ambayo ikawa tena ni maarufu sana. Yenyewe muombaji, of course itaenda sana kwenye application. Muombaji akijaza ile fomu yake anaacha item kama 3 au 2. Kwa hiyo ikija mwisho pale anakuwa na price ndogo, anakuwa selected, alafu akienda kwenye facilities kule ana negotiate, negotiate wanamjezia RPO ile ya manual vizuri, alafu anaendelea ameshinda. Kumbe akienda kwa sasa ndo anaangalia wale wenzake walifikia wapi, basi hizo bakia anapeza kidogo chini ya wale, kwa hiyo anabakia yeye bado ni mshindi, lakini alishinda. Yani unakimbia mita 100 yeye anakimbia mita 90, alafu wakati mnajumlisha max nani amekuwa mshindi, anasogea pale sehemu ya mwisho, anasimama, anakuwa mshindi ni yeye, kwa sababu yeye alihesabiwa mita 90, wenzake wamehesabiwa mita 100. Jamaa akapiga chenyewe hicho. Wakapiga hicho. Nikamwambia toka nusu bana, hivyo stop hiyo biashara. Nafikiri kuna mmoja alikuwa bingwa kufanya huo mchezo. Yaani huyo ukimwambia hayo jina lake, nitaje jina kwa rekodi niache subscribe, tunamwandikia barua. Lakini ukimwambia afisa mkuu wa shule au mwalimu mkuu kwamba huyu mtu mwache, yaani hata kugaragara chini anaumwa. Huyu bwana huyu yaani lakini tumemwandikia barua mbili ya rais sasa kwa mchezo alikuwa anafanya. Nadhani pia atachukua hatua stahiki. Kwa sasa akibanwa, akiona ameshindwa, basi anaandika barua, mimi siwezi, anajitoa. Wakati kama hizo mchakato anajitoa. Barua mbili tumeleta kwako na zitakufikia. Nadhani tutachukua hatua stahiki. Hana sifa ya kuwa supplier katika utumishi wao, kwa sababu ujanja umekuwa ni mwingi sana. Hiyo ni sehemu nyingine ambayo tukutana nayo. Lakini sehemu ambayo nimekutana nayo sasa hii, nimekutana nayo siku sio nyingi, kama mwezi mmoja uliopita. Na nikawa sina utulivu sana. Hii nimeiacha hii. Unajua Mungu atakuja kuisimamia siku moja. Hii ya sasa hivi
jamaa anafanya application, anaomba. Lakini kwenye kuomba wanatangaza ile kazi. Wakishatangaza ile kazi, anaomba na anapata. Vizuri tu. Sasa akishapata kama ni ya kusupply chakula mashuleni, si kusupply vitu, alafu ile timu ya mapokezi inapokea under supply. Alafu anapewa hela yote aliyosupply. Kwa kama ni milioni 80, anapokea milioni, ana supply vitu vya milioni 60. Alafu milioni 20 analipa yote 80, 20 anairudisha kwa wazee. Basi yule jamaa manunuzi, mkuu wa ile institution pale ndio wanagawana ile 20. Wanagawanaje sasa sijai kujua yupi anachukua kubwa. Nadhani pale kuna mmoja anachukua kubwa. Ila nasikia pale waga bingwa ni yule supply alisimamia manunuzi, yule wa pale alisimamia manunuzi. Kwa hata mkuu wake kama ni mkuu wa afya au mkuu wa shule anachukua chini yake. Ndio anakuwa kwa boss, yani kama ni bibia mdogo anakuwa mkubwa, mkubwa anakuwa mdogo. Hiyo ndio rules ya ujambazi kule. Kwenye ujambazi rules kule mkubwa ni yule anayetengeneza mpango kazi. Sasa tunachosema ni kwamba taifa lilifika mahali linasomesha watu wake, wanaajiriwa, wanatumia akili kubwa sana kulijia taifa. Sawa? Na mambo nimekuwa nikiongelea ni siku nyingi sana, na mara nyingi sana nimekuwa nimeongelea kwamba inawezekana wengi kati yao ni vijana wanakuza familia, watu wazima wanaofanya hivi ni wachache. Watu wazima ni wachache. Lakini napenda kusema na ninakirudia mara nyingi sana. Unapofanikiwa kuiba kwenye zile ambazo zinakwenda kugusa maisha ya watu, kituo cha afya, shule, elimu, watu wanaumia, wanafanya nini? Haikusaidii zile unapozichukua na kupeleka sio watoto wako kusomesha vizuri, kufanya nini? Mwisho wa siku unakutana na watoto wanakuwa majambazi, wanakupiga ngwala uzeeni, kwa sababu uliwakuza katika fedha haramu. Uliwakuza katika fedha haramu, wala haikusaidii kuja kuwa na watoto bora. Unaona mimi watu wengi tu viongozi wanakuwa watoto wanafuta bangi, wanafanya nini? Kwa sababu wewe unafikiri umechukua ile kituo cha afya pale, alafu umempeleka mtoto wako kutibiwa amekaa hospitali. Unaamini yule mama ambaye mtoto wake anakufa pale, wewe laana ikupati kwa sababu kanisani wewe ni mzee wa kanisa na unatoa sadaka kubwa. Unatoa sadaka kubwa kwa sababu umewaibia, alafu kule kanisani wewe ni mzee wa kanisa, na bahati nzuri siku ukiwa unakufa kwa sababu ya heshima yako kanisani, mpaka askofu anakuja kukuzika pale, mwenyewe amepata kofia yake, basi wewe unaamini na familia yako inaamini wewe umeelekea mbinguni. Basi utakukuta mbinguni shehe. Tunasubiri mbingu kwenda kuona shangilia. Sasa tumekuwa na miradi dhaifu sana katika halmashauri, lakini tumeendelea kuimarisha. Tulifika hapa vituo vya afya 4 zimeletwa fedha na hazijashindwa kumalizika. Zinaingizwa, tunaongeza milioni 100 na bado hakiishi kituo cha afya. Mikoa mbalimbali tumetoka huko, zile hela zikija milioni 500, kituo cha afya kinamalizika, na tukiongeza ni milioni 50 60. Sisi hapa tunaongeza mpaka 200 na sisi tuko mjini na hakimaliziki. Tumemaliza vituo vya afya, Itagano, Ileni, wapi kote tumemaliza sasa hivi ndani ya miaka miwili. Tumekuja hapa Mbeya jiji, mimi nafika hapa miaka 2 iliyopita, nimekuta watoto 20,000 wanakaa chini. Wanakaa chini kabisa. Shule za msingi. Tumepambana. Nafikiri tumefikia point mwaka jana hadi Disemba hakuna mtoto aliyekuwa anakaa chini katika shule za msingi. Lakini hela ni hizo ambazo tunazipata hapa. Ni pesa hizo tunazozipata hapa. Na wao naamini kwamba watoto 20,000 wakikaa chini, watoto wao na wazazi wawili ni 40,000. Wakiwa na mjomba mmoja ni 60,000. Ina maana kwamba tunakwenda, serikali yetu inaenda kwenye uchaguzi ikiwa na watu 60,000 wana uchungu watoto wanakaa chini. Na kwa mashuleni wanaambiwa walete hela madawati, na wasipoleta wanachapwa, wanaenda nyumbani na madawati hayanunuliwi. Naona asira inaenda kwa serikali, kumbe ni sisi watumishi tuko huko chini tunafanya mambo yetu yasiyokuwa na maana. Yasiyo na madirisha, nyavu, sijui yana chini sakafu, madarasa zaidi ya 900.
yamechoka. Tumekuwa tukikarabati na tunafanya ukarabati kwa spidi, na nyinyi mnafahamu na mnaona. Tumejitahidi zaidi ya madarasa 400 tumeshafanyia ukarabati, lakini zote hizi ni fedha za ndani. Tulikuta tuna upungufu wa matundu ya vyoo 540, na mpaka sasa hivi tulishajenga matundu mbalimbali na kusaidiana na wananchi. Tumejenga matundu 400 na kitu, kama matundu 120, ili kuweza kuifanya jiji la Mbeya lisiwe na upungufu tena matundu ya vyoo. Lakini haya yote yamefanyika ndani ya miaka hii miwili, ndani ya miaka miwili, kwa sababu fedha na mapato ya ndani tulizokuwa sisi tunapata, ambazo tukatugawanya 60-30 kwa 70 maendeleo, 30 matumizi ya kawaida. Tuligeuza tukafanya 70 matumizi ya kawaida, 30% maendeleo. Na asilimia kubwa ya hizi pesa, 70% ambayo ilipaswa kwenda kwenye maendeleo, haikuwa huko chini kwenu, ilikuwa inatumika posho za makao makuu ya halmashauri. Na ndio maana halmashauri, kwa makao makuu ya halmashauri wana hasira kweli na mimi, lakini huko chini hawana hasira, kwa sababu zile zilikuwa zifiki kwao. Zilikuwa zifiki kwao. Kwa jamaa wenye hasira wapo wengi, lakini mimi ni chuma bwana, hata ukikasirika mimi nakunyoosha na kwenda na kwenda, hiyo haisaidii. Lakini matokeo yake leo I'm proud kwamba tunamaliza miaka hii miwili, sina mtoto anayekaa chini, watoto 20,000, matundu ya vyoo tunaelekea kuyamaliza, madarasa tumerekebisha, tumejenga, tumeezeka. Hakuna kata ambayo haijafikiwa na fedha za mapato ya ndani. Hii ndio Tanzania ambayo inapaswa kujengwa. Na hata ninapokwenda huko mbele ikatokea nikafanikiwa kudhibiti, nitadhibiti hivyo hivyo tena kila mahali na kila sehemu. Kwa sababu mtu anakwambia maisha magumu sana, yaani magumu sana, lakini akipata mfanyabiashara anampiga hela, anaenda hivi. Kwa kweli kwenye biashara kuna fedha, ila kumwambia ache kazi kufanya biashara hataki kwenda, hata kubaki kazini, lakini anakwambia kule maisha ni mazuri, ila hataki kwenda. Kama vile wale walimu ambao wanatuambiaga maisha ya mwalimu bwana ni magumu sana. Kwa hiyo ndio maana hamna motivation, watoto wafaulu vizuri. Lakini ukimwambia shule inakuwa ya kwanza, shule gani ile? Shule inakuwa ya kwanza St. Francis wametangaza wanataka walimu 3-4 hapa, ukaombe uache kazi huku uende kule, hawaendi hata mmoja aombe. Wanaweza kukupa maisha magumu sana, sisi wanalala, lakini private kitangaza they don't go. Sasa si kule kuzuri, kwa nini sasa kwenda? Kwa sababu ukweli ndani ya dhamira yetu tunafahamu kwamba ajira iliyoko serikalini ni bora kuliko iliyoko kule. Ajira iliyoko serikalini ina usalama kuliko iliyoko kule. Huko walimu ndio ajira ndio kada pekee ambayo mtu anaweza kufukuzwa kazi leo, alafu baada ya miaka 2 akaomba akapitishwa na mwajiri wake, alafu akarudishwa kwenye utumishi wa umma, si ndio? Hakuna kada nyingine yoyote ndani ya serikali inayoruhusiwa kurudishwa baada ya kufukuzwa kazi, na hiyo kwenye standing order kwamba usimwajiri mtu aliyefukuzwa kazi serikalini. Lakini walimu ndio pekee, walimu ndio kada pekee ambayo hela yao ya likizo inatoka hazina kuja huku chini. Lakini tutamsikia mwalimu analalamika. Wapo walimu wetu ambao wanafundisha part time private school. Kwenye private school kule watoto wao wanafaulu vizuri kuliko wanafundisha shule za serikali, ambapo ndio mwajiri mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule wana motivation. Wanasema kule kuna motivation, lakini ukimwambia basi acha huko amia moja kwa moja kule, hataki. Kwa hiyo watumishi wa umma ni jambo la msingi sana. Fahamu kabisa kwamba pamoja na kwamba kama vile tunakuwa hatufuatilii sana, lakini tunawajibu kwenye hili taifa na tunawajibu kwenye nchi yetu. Haya manunuzi tuyafanye kwa kufuata professionalism, lakini kwa kujua kwamba tuna dhamana na taifa hili. Tutaweza kutunga sheria nyingi sana,
tunaweza tukatunga taratibu nyingi sana, lakini kama watu wataendelea kukoludi, hakuna sheria wala taratibu zinazoweza kulinda. Mhusika amepokea 100%, aliyelipa analipisha 100%, aliyefanya procurement ya kupata mzabuni ametafuta mzabuni ambaye anamudu na kumsaidia kazi. Kwa hiyo haya makundi matatu yote yakishakuwa yameungana, mkurugenzi wa halmashauri hata niwe na nguvu za kishetani siwezi kugundua. Yaani hapo mmeshanipiga chenga. Kwa hiyo kuna corruption ya uovu inakuwepo katika hili swala. Na hizi sheria zote tunazoweka, system zote tunazoweka, tunajaribu kuweka ili tuweze kuachieve value for money. Lakini sasa watu mshapo wametengeneza system ya uovu, inakuwa ni shida sana kuweza kukamata hili. Na hii imekuwa sasa tatizo. Tunataka kujenga taifa ambalo kila mtu anaamini katika wizi. Ni taifa ambalo linakuwa baya sana. Yaani katika wizi, na ukikuta mtu anapiga kelele kwa kweli, unajua hajapata nafasi ya kuiba sawa sawa. Unaona? Akipata tu kimya. Unaona cheka na kwenye kodo wala hata maneno mengi na nini, anafaa kubwa tu. Tunajenga taifa ambalo nyumbani mdada wa kazi ukimwacha anaiba maziwa mtoto, anaongeza maji, anakunywa, anafanya nini? Yaani mdada wa kazi. Ukienda garage na gari yako, ukiacha wanaiba spare, wanakuwekea mbovu, kesho unarudi na kubadilishia tena. Ukimtuma dereva apeleke mzigo wako, gari yako kubwa umekopa na umenunua, njiani anasimama kwenye kijiji fulani anauza mafuta. Ukikutana na matching anauza biashara yake, anakuuzia haraka na kuonyesha na nini, ukienda nyumbani mashine ya kuuzia mbovu, kumbe ilishaibika toka mwaka juzi. Na mwizi. Ukifika ofisini kila mwenye dhamana anataka naye aibe, afanye nini? Yaani tunakuwa na taifa ambalo kuanzia chini mnakwenda kila hatua kila mtu anaiba kwa mahali pake. Kila mtu anaiba mahali pake. Hivi katika mtu ameshakutana na matching hapa kamuibia. Kamuuzia kitu kibovu au kitu cha shilingi 10,000 anakuuzia 30, anakwambia hiyo OG. Ukienda umenunua nenda nyumbani na OG kimeungua, kesho unapatia unakuta kuuzia kitu cha shilingi 5,000. Chaji ya shilingi 2,000 amekuzia 20,000. Wote ni wizi, sio? Kuna margin profit haiwezi kuzidi nusu ya kama kitu kimetengenezwa kwa 20,000, hauwezi kuuza kwa 40,000. Yaani profit nusu kwa nusu. Profit inakuwa 50%, 25 mpaka 50. Lakini yeye hakuna anakuja. Sasa tunajenga taifa ambalo sio sahihi. Na hii taifa tusiporekebisha inakuwa ni changamoto. Na ndio maana biashara za Wahindi akikwenda kwenye kampuni yake mnapatana, lazima mmoja aondoke. Mkiwa mnapata taarifa za ugomvi, yeye ndo anasikiza anafanya namna hii. Ukija wewe unakuta kwa hiyo mwenzako ni mjinga sana, wewe endelea kufanya kazi. Na yule akija anakuambia hiyo mwenzako ni mjinga sana, wewe endelea kufanya kazi, mimi ndo nakuamini wewe. Kwa hiyo mnakuwa mnagombana kiasi, kwa hiyo amnashindwa kukoludi kufanya mambo mabaya na yasiyofaa kwenye taifa. Kwa ndugu zangu, mimi naomba msome, mjifunze. Kama unaelewa. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.